عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. قال عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي جعل الحج ركن من أركان الإسلام وعملا تغفر به الذنوب والآثام وطريقا موصلا إلى الجنة دار السلام. أما بعد أيها الحجاج، ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku kama zilivyo siku nyingine, lakini leo ni siku mpya. Leo ni siku mpya, kama ni Jumamosi, si Jumapili ile iliyopita. Hapo katikati hapo kuna mengi yamepita. Kuna watu walioumwa wakalazwa, kuna watu waliosafiri wakafika safari zao, kuna watu waliooa wakabaki na waume na wake zao, kuna waliojifungua wakakaa na watoto wao, kuna waliofiliwa, kuna waliofanya sherehe ya mambo yao katika familia zao, lakini kubwa zaidi wako waliokufa. Sasa sisi yumkini katika makundi sita niliyoyataja, pengine tukawa ni miongoni mwa hao, lakini kile kitendo kwamba sisi bado tuko hai, ndio maana tuko hapa. Uhai ndio rasilimali kubwa ya mwanadamu aliyoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Uhai ndio kila kitu. Bahati nzuri uhai huo tunautumia katika jambo zima la kwenda kuijenga nguzo, arkan min arkani lislami, nguzo miongoni mwa nguzo katika dini yetu ya Kiislamu. Nguzo hii ya haji ni kila mmoja inampasa kuelewa thamani yake. Ukichukulia sala ndani ya Qur'an imetajwa mara 87, sababu nguzo hii ndio nguzo aham. Awwalu ma yuhassabu al-abd yawm al-qiyamati as-salah. Amali ya kwanza kwenda kuhesabiwa mja siku ya kiyama ni swala. Kwa ufupi, in salahat, iwapo swala yake imetengenea mja, salahat amaluhu kullu, kwa hiyo amali zake zote zitatengenea. Lakini upande wa pili, wa in fasadat, iwapo swala yake imeharibika, hakuswali, kwa hiyo fasadat amaluhu kullu, amali zake zote zitafisidika. Wa hiya swala. Zaka imetajwa mara 33, lakini hii saum Ramadhan imetajwa katika sura moja, sura al-Baqara, katika aya 5 tu.
Lakini hija kwa umuhimu wake na ukubwa wake haina maana nyingine si muhimu, zote ni arkani min arkani alislam, ni nguzo miongoni mwa nguzo wa Uislamu. Somu man sama ramadhanan imanan waktisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atakayefunga Ramadhani kwa imanan waktisaba, kwa imani na kutegemea malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi yake yote yaliyopita kabla yake. Mwenyezi Mungu tujalie kati ya hao. Katika hii hija imetajwa katika aya au katika sura 5 tofauti. Sura al-Baqara imezungumzia hija, Ali Imran imezungumzia hija, Maida imezungumzia hija, Surati Ibrahim imezungumzia hija, lakini pia kuna sura maalum inaitwa Surat al-Hajj. Sura ya hija ina aya 78, lakini ndani yake mle kuna aya takribani 9 imekuja kuizungumzia ibada ya haji. Ina utukufu wake, ina ubora wake, ina umuhimu wake. Ibada ya haji ni ibada ambayo mja kama ataitekeleza vizuri, ndio ibada pekee mtu inamfanya kwenda kuzaliwa upya kama anavyozaliwa mtoto kutoka katika tumbo la mamake mzazi. Man hajja walam yarfuth walam yafsukh raja'a ka yawmin waladat ummuhu, atakayehiji hali ya kuwa hakufanya arrafath, kuzungumza maneno ya kipuuzi, masengenyo. Arrafath wengine akazungumzia masuala ya zinaa au ndio karibu masuala hayo. Walfusuqa na fiski bimaana wizi, kumuibia mtu kwa maana kumpiga mtu, mambo kama hayo. Huyu raja'a ka yaumin waladat ummuhu, atarejea katika nchi yake kama aliyezaliwa upya na mamake mzazi. Kwa hiyo ndugu zangu, ibada hii ambayo punde hivi tutakwenda kuisimamia, tutakwenda kuitekeleza, kuna haja kila mmoja wetu kujipinda. Kuna haja kila mmoja wetu kuona ule umuhimu, kwamba kuna kitu muhimu kiko mbele yangu, nisije nikafanya makosa. Muda uliobakia ni mchache, zimebaki siku 22 tu kwa ajili ya safari yetu. Leo tarehe ngapi? 18. Safari yetu tarehe ngapi? 12. Maana yake 12 mwezi 12, maana yake zibaki siku 24. Masiku hayo yalobakia utayaona ni mengi, utayaona ni makubwa, muda hawendi, lakini ndugu zangu, muda uliobakia ni mchache mno. Na mshaalikwa rasmi na MD kiongozi wetu mkuu wa UTAHIZA Sheikh Yusufu, kwa tarehe 2 ya mwezi wa 5 saa 2 asubuhi, sote tunaambiwa tukaagane pale Jamia Zanzibar. Kwa msingi huo ndugu zangu, kama ni tarehe 2, maana yake zibaki siku 14 tu kwa ajili ya kwenda kuagana pale Jamia Zanzibar. Kwa msingi huo ndugu zangu, ibada hii kila mmoja ichukulie kwa uzito wake. Haitakiwi mtu kwenda kufanya makosa. Mtakwenda kuiona makosa mengi katika ardhi tukufu za Makka na Madina, lakini tunaambiwa na masheikh zetu hawa ambaye ndio nataka kuwapisha muda huu, ni kwamba tusiende kuangalia watu nini wanafanya, tuangalie mafunzo yanasemaje. Bahati nzuri taasisi zenu mmepewa vitabu, mmepewa mrejeo kwamba unasomeshwa hapa, lakini pia kuna theory, kuna practical, mkafanyishwa kwa vitendo, mkapewa vitabu mkavisome, ili ibada yangu na yako, ibada yetu, tusije tukafanya kimakosa. Utaona kuona watu wamevaa kanzu, wamevaa kilemba,
ni Mwarabu na pengine anaishi Maka, anaishi Madina, lakini anavyofanya ni makosa kwa mujibu wa vitabu. Sasa usino kuangalia mtu ile physical appearance yake, unatakiwa wewe uangalie mafunzo uliopewa na mashehe zako na walimu wako. Kwa hiyo alhamdulillah, jumuiya yetu ya Tahfidh, jumuiya yetu ya Marwa, jumuiya yetu ya Hajj Assistance, tumeshafanya semina nyingi mno. Kuna baadhi ya jumuiya, kwa taarifa yako, hii leo Jumapili ya leo itakuwa ni semina ya pili wao. Na kwa taarifa yako, kuna jumuiya 3 Tanzania mpaka leo hawajaanza semina. Wao semina yao wanaanza kuanzia siku 10 kabla safari. Mjumuiko huo unakaa itikafu msikitini mpaka na safari. Wanajumuika umomo, begi umomo, chanja umomo, kila kitu umomo. Lakini sisi jumuiya Tahfidh, tuanze jumuiya Tahfidh, hii itakuwa ni semina ya 17. Semina ngapi? Ya 17. Na kesho itakuwa semina ya 18. Na bado mbele huko kuna semina nyingine. Na watu tayari mabegi yao washapewa. Rasketi ambao bado hajapewa, kitoka hapa pita ofisini wakapoe rasketi zao. Kanga kina mama washapewa. Miemvuli washapewa. Kuna baadhi ya vitu. Misala wameshapewa. Alhamdulillah. Lakini na vitabu pia wameshapewa. Bado vitu viwili vitatu tu. Bado sahani na vitu vidogo vidogo. Maana yake nini kusema hivyo? Kwamba siku si rafiki. Kwa hiyo kipindi hichi hapa kimebakia, hatutakiwi sisi kuwa mbali na ofisi. Hii ya mwaka huu ina mitego ya hapa na pale, lolote linaweza kutokea. Lakini ofisi, ukiwa karibu na ofisi utapata taarifa kwa ukamilifu wake, na hizo taarifa zitakuwa ni za kweli. Kwa hiyo mafunzo haya ya theory, mafunzo haya practical yanakuanzia wewe, ili kule usende kufanya makosa. Maka kupotea, shekhe wangu Maalim Yusuf, Mungu amrehemu kwa aliko Hamis Yusuf, anasema kupotea Maka ni faradhi, ni lazima utapotea. Lakini alhamdulillah, jumuiya yenu ya Tahfidh, jumuiya yenu ya Marwa, mwaka jana watu wakupotea, tumekwenda tufanye tawafu na saayu, tumemaliza, hakuna aliyepotea. Na safari ukiondoka hapa, sema hivi, mimi sitopotea, sema inshallah. Sema inshallah. Kuna watu waanza kujitisha hapa, sijapanda ndege, Maka ikoje na si hakuna vurugu. Kuna watu wengi, usijitishe, hali ya kawaida. Allah ndio aliyekuita. Kuna watu wana wasiwasi, wana pressure ishuki, la kipimwa pressure 180 chini ya 100. Bibi ona pressure, pressure yenyewe ni kujaribu kuanza semina. Hivi nilivyosema na kwenda Maka tayari pressure hiyo nini, kumbe anaogopa ndege. Mshamba we. Samani hutamshamba na mshamba hivyo hivyo. Sasa hebu lifute ila ushamba, ndege jambo la kawaida. Mnakula mle, mna madaktari mle, mna wafanyakazi, mna choo, mnakaa raha musare mle, hakuna tatizo. Kuna wengine wasema na wasiwasi, hija naona si kama itakuwepo. Kwa nini? Naona Irani kachaga huko, naona Mrusi si ndani Marekani kachaga. Hiyo safari tunapitia wapi? Kwa hiyo pressure iko juu, kila kipua pressure iko juu. Nini? Kuna vita Irani na Israeli. Sili sila kwako jamani, hija ipo. Hija vipi? Ipo, tuseme inshallah. Sema inshallah. Na juzi kama hapakuwa na safari ya hija, kaja imam kutoka msikiti wa Haram, Imam Turki kaja, Haji Turki kaja, mashallah. Anaulizwa vipi haji ipo, anasema hija ipo kama kawaida. Jamani, imamu wa msikiti wa Maka anathibitisha kwamba hija ipo, na kaja kashaondoka, yuko Maka sasa hivi anasalisha. Sasa wewe huko pressure ya nini tena? Begi ushapewa, anza kupanga nguo, anza kujipanga, anza kupanga nguo zako za halali zitie mle. Na bahati nzuri mshapewa, mwanamke utakiwa uchukue nguo ngapi?
Mwanamme uchukue nguo ngapi, uchukue chupi ngapi, bukta ngapi, uchukue almuhimu, tayari tumeshapewa utaratibu. Maana yake safari ipo, isipokuwa safari hii jamani, nakuombeni sana, nalizungumza hili. Tunasema akifika mtu Maka, hakikisha ile nusu usije ukaiwacha, hata kama unakwenda dukani. Nazungumza hili kila semina wamesema. Leo jana nimesoma tangazo, wamerusha Saudia juzi, wamesema mtu yoyote atakayeingia msikitini na simu akapiga picha mle msikitini, ukikamatwa kuna faini kule, wanaita mukhalafa. Ukishindwa kulipa ile faini unafungwa Maka. Na uko Maka unafungwa, utafungwa. Mimi hujaji, utafungwa na hujaji wako, la kwanza. Lakini la pili, hii la kwanza la simu, kwamba ukiingia msikitini usipige kwanza nusuk, kwamba usivae nusuk, kwamba kama hukuvaa nusuk kile kitambulisho, maana yake wewe unahesabika kwamba wewe ni mhalifu, wewe ni mkimbizi, wewe umeiba hija ya watu. Kwa hiyo wakikukamata huna nusuk, faini yake ni riali 20,000. Yule aliyekudhamini akakuweka nyumbani kwake, wewe mhalifu ambaye huna hiyo nusuk, ukikamatwa na serikali, na yule naye anabua faini riali 100,000. Ni pesa nzuri sana hiyo. Sasa tunaposema mtu avae nusuk, avae vitambulisho, usije ukadharau, anza kufanya mazoezi kabla ya safari, sema inshallah. Sasa hayo ndio maelekezo ndopeana. La msingi ndugu zangu, tuwe makini kusikiliza yote tu bwana masheikh zetu hawa na walimu wetu, ili ibada yetu isiwe ibada ya kubahatisha, iwe ibada sahihi, ije au tukirudi tuwe na haji mabrur wa sa'i mashkur wa dhanban maghfur, Allahumma ja'alna minhu. Kwa msingio ndugu zangu, wiki ya nyuma tulianza na umra, matayarisho ya hija. Baadaye wiki iliyopita tukazungumzia ibada ya haji, na tukafanya hapa with the practical. Tukaanza pale manasik na hapa kwenye kituo miqat, tukawekania pale, tukaondoka zetu mpaka Mina, tukalala Mina. Baada ya hapo tukarejea mpaka wapi? Arafa, tukalala Arafa, tukashinda Arafa pale. Baada ya hapo Arafa tukarejea tena zetu Mina. Baada ya Mina tukaenda tukapiga mawe. Baada ya kupiga mawe tukarejea zetu Mina, ikawa practical imekwisha. Sasa leo hakuna Alkaba. Sasa masheikh zetu leo tumesema kwamba leo itazungumzwa tena ibada ya hija with a theory. Itazungumzwa theory, na kama muda unaruhusu izungumzwe ziara katika mji wa Madina. Kama hali taruhusu, muda utaruhusu, izungumzwe ziara katika mji wa Madina. Kwa hiyo masheikh zangu, karibuni na mmejipanga vizuri. La msingi kusikiliza jamani. Nasema tena angalizo, semina ambazo ziko mbele yetu never miss. Usije ukaacha semina hata moja. Wale ambao bado chanjo zao zinaning'inia bado, nenda ona daktari ukachanjwe. Wale ambao pasipoti bado ziko nyumbani, pasipoti si muda kubakia nyumbani. Kadi ya chanjo mtu haioni. Yani muda huu ni muda wa matayarisho ya safari. Jamaa, sinaeleweka? Na naelewa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sasa nani ataanza? Yupi ataanza? Basi nadhani wenyewe wote hawa ni wataalamu. Nani ataanza? Usipendelee. Haya, ataanza Sheikh Mbaruk inshallah. Kama waya sasa, waya Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. subiri kidogo, anarekebisha kidogo. Amna, kwa hiyo basi endelea. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم sababu subira ndo msingi wa ibada yenyewe, au vipi? Haina muda ile wakati wote. Mahujaji, yani katika kitu ambacho tumekiona kina mapungufu katika ibada hii ni watu kukosa subira. Kwa hiyo lazima tuisisitize kujikumbusha kila wakati. Watu wanatukana hapo. Na siku zimekaribia, zimeshaingia kama alivyosema mtangulizi wangu kwamba hija tayari, na hija tayari kitabu hata kwamba hija tayari. Kwa Mwenyezi Mungu anasema al-hajju ashhurun ma'lumat, hija ni mwezi maalum. Katika hiyo mwezi maalum, basi sasa hivi tuko kwenye mwezi maalum, katika mwezi maalum ya Shaban, kwamba tumefanya maandalizi, yakiendelea kwa maandalizi ya hija kwa masomo na vitendo, angalau kusogea akili zetu na taaluma yetu karibu na hija. Kitu kinahitaji matayarisho. Kitu kama hakina matayarisho, basi aghalabu yake hakifikiri mahala mwafaka. Kuna matayarisho ya kimasomo, ujue nguzo, wajibu, sunna, karaha na vinginevyo. Hiki ndifanya au kusema hivi na hivi, lakini pia itakaa yule aliyeko mbele kwa kusema si mfanyaji bora kuliko yule aliyesikia. Naweza kuwa yule aliyekwenda juzi na jana hakufanya vizuri kuliko aliyekwenda leo, kwa sababu watu tunatofautiana ufahamu, kitabia na uhalisia unavyotokea. Mimi leo hasa pamoja kwamba napewa mwalimu, lakini mimi ni mwanafunzi wenu. Kwa hivyo kile ambacho tunakikosea, simameni mniambie hapa umekosea, hapa sivyo, kwa sababu tunawasomesha na tunawafundisha. Tuko watu level na ujuzi na elimu na ufahamu tofauti. Kwenda ikawa yule ambaye kwamba anasema mimi nimetoka chuoni, hakuwa na elimu zaidi ya yule ambaye kwamba amesema mimi nimetoka chuoni, nimekuwa kwenye masomo. Na huenda yule anasema ndio mkubwa, hakuwa na elimu zaidi kuliko yule mdogo. Kwa hivyo watu Mwenyezi Mungu kaweka daraja tofauti tofauti. Watu wa kawaida na watu waliokuwa wa kawaida. Mfano watu wa kawaida, Mwenyezi Mungu asibatisha rusul fadlan ba'dhum
ala la. Hiyo ni mitume tunawafundisha baadhi yao kwa baadhi. Na pia watu wa kawaida wafadhalna ba'dhukum ba'dhin tasaiduna kuhuria, tumewaboresha baadhi yenu kwa baadhi ili kufanyane watumishi. Hayo ndio maisha halisi ya maumbile. Kwa hivyo labda tumesomesha kipindi kirefu, kuna taasisi tumeanza kusomesha baada tu ya kumaliza hija mwaka jana, kuna haja ya kusema. Kuna wengine wameanza miezi 6 mpaka unaendelea, na wengine labda hawajaanza yalla sawa. Lakini tujiuliza, anayesomesha mtu na anayesomeshwa ni mtu. Kwa hivyo hawa lazima wakati mwingine kama waliuliza, je, umefahamu nini, kuna maoni gani kwanza kabla ya kuendelea na moja. Sisi mkutano wa pamoja, hii ni wiki ya 3 kama hii. Hii ni wiki ya 3 kama hii. Bila shaka mtakuwa na ufahamu mlichokifahamu, lakini pia huwa mnakuwa na maoni kwa kile ambacho tunakiona. Kwa hiyo kila wakati basi tutoe ufahamu wetu au tutoe maelezo yetu. Walimu tunataka muwe hivi, kwa sababu sisi ni binadamu na nyinyi ni wanadamu. Fahamu unatofautiana. Inawezekana wanafunzi wana ufahamu zaidi kuliko mwalimu. Moja hilo. Lakini tunasema hija na mazingira. Hija na mazingira. Malengo ya hija yanajulikana. Malengo ya hija, fatimul haji wal umrata lillah. Hiyo ndio lengo kubwa la hija. Itimize hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Walinnas Allah hajji bayt man istata'a ilayhi sabila. Ina maana hilo ndio lengo la hija, uhiji kwa ajili ya Mwenyezi. Lakini mazingira ya hija yanatofautiana. Mimi si mwenyeji, lakini siku moja na mbili ndio kwenda na 3 basi tunatofautiana. Ndio likuta jana, sijui kama kesho nikienda nitakuta mazingira ya hija yanabadilika. Kwa hivyo kwa mazingira ya hija yanabadilika, lazima na sisi tubadilike kutokana na mazingira ambayo tutayakuta. Mazingira ya kitabu tutayakuta, lakini mazingira ya hija hasomeki. Sijui kweli Sheikh. Mwaka jana inaweza kuwa chakula ulichokwenda ukikinunua dirhamu 5, kwenda mara hii ukakikuta ni dirhamu 10. Yaweza ikawa mwaka jana ulikula mpaka unamwaga, sawa, mara hii ukala kwamba nisife. Hayo ni mazingira ya hija. Kwa hivi tujue unachokiendea ni nini, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unalipata ni radhi za Mwenyezi Mungu. Vingine vyote basi ni matokeo tu ambayo yanabadilika, yanakuwa nayo. Hata wewe mwenyewe unabadilika, hata wewe mwenyewe unaweza kubadilika wakati wote, na ni lazima, ni maumbile kawaida mwanadamu kubadilika. Mimi sitokuwa sawa na wewe, na wewe hutokuwa sawa na mwingine, lakini sisi sote tunakwenda kwenye hija. Sawa, hija ni ibada moja, inafanyika pahali pamoja na kwa ajili ya mmoja tu, Allah. Kwa hivi sisi sote tutaitwa ni mahujaji. Sisi sote tutaitwa nini? Ni mahujaji, hata kama tutakuwa na tabia tofauti, sura tofauti, na dhamira tofauti, kwa sababu dhamira zinatofautiana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema innamal a'mali binniyati wa kullu imrin lima nawa. Dhamira na makusudio inatofautiana. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie dhamira zetu na makusudio yetu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama alivyoweka ibada ya hija. Lakini tujue kwamba hija ina mazingira yake. Hija ina mazingira yake. Weza ukaniona ni mtulivu katika mazingira ya kawaida, lakini pengine mazingira ya hija yakanifanyisha mimi ni machachari.
waweza kuniona ni msikivu katika mazingira ya kawaida, lakini mazingira ya hija akanifanya mimi sikusikilize wewe. Kwa hivi hiyo ndio hija na mazingira yake na popote pale. Lakini je, hujaji niwe vipi? Hili ndio muhimu. Hujaji niwe vipi? Tunapoondoka sote ni mahujaji, lakini kama tunapoondoka watu tunapokutana hapa ni watu tofauti na shirika tofauti, lakini tutakutana tena pahali pamoja, chumba kimoja ama uwanja mmoja. Kwa hivyo lazima ujiandae na wewe kwamba sasa hivi niko hapa na hili lisiwe nalo langu mwenyewe binafsi, nifuate hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka Maka akaenda Madina. Inawezekana kwamba tabia za watu wa Maka zinatofautiana na watu wa Madina, na tabia za ujahili zinatofautiana na tabia za Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga mazingira ya udugu ya umoja. Mwenyezi Mungu akaunganisha nyoyo zao zikawa nyoyo za Waislamu ni kitu kimoja. Mashekhe watakuja kuelezea. Sasa mimi na wewe ni watu wa mji tofauti na wenye tabia tofauti, lakini tutakaa chumba kimoja, tutakusudia safari moja. Kwa hivi lazima ujenge, mimi na wewe ni mahujaji, mimi na wewe ni ndugu, mimi na wewe ni mwili mmoja. Kwa hivi kile ambacho mimi sipendi kufanyiwa, basi nijiepushe kukufanyia wewe, na kile ambacho unanifanyia basi niweze kuvumilia na kukusamehe. Kwa sababu ikiwa jino lako linakuuma unyusi unakuuma, unaufanyaje ndani wako? Utasema jicho nitoe? Kwa hivyo nitabidi vipi? Nivumilie. Innamal mu'minuna ikhwa. Waweza kwenda chumba kimoja mmelala watu 5 4, lakini kila mmoja ana tabia yake ambayo swala hili limeshazungumzwa. Basi jua kwamba tabia alionayo mwenzako ivumilie kama tabia yako. Ivumilie kama tabia yako, na msaidie yule asiyejiweza, lakini pia usamehe wewe kwa ajili ya mwingine. Haamini kikweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile ambacho anakipenda nafsi yake. Kwa hivi unacho chakula wewe hakikutoshi, sawa, lakini mwenzako hana hata kile ambacho hakimtoshi, basi wacha tugawane hichi, tusilale sote, usilale njaa na wewe, sawa. Lakini okay, mimi hakimtoshi na hakitoshi, tumegawana, sawa, lakini kuna jengine huyu ana tabia mbaya zaidi yangu mimi. Kwa hivyo mvumilie na muelekeze, mpe nasaha, usinichukulie hasira. Tunaambiwa ukifanya hija vizuri kama alivyosema Mwenyezi Mungu, alhajju ashhurun ma'lumat, faman farra fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj. Anarejea kama siku ambayo mtu amezaliwa na mamake, yani yuko safi, na sisi ndio matarajio yetu. Lakini nasikitisha sana, pengine katika hatua za mwisho mtu anankwaza mpaka jana, labda utasikia mtu kwenye chumba anamtolea maneno mwenzake makali mpaka unashtuka, jana vipi, mbona tuiharibu hija hata tujaimaliza? Hii hija tuiharibu hata hatujaimaliza. Kwani anajibu hakufundishwa, acha nimfundishe. Jibu hivi hujaondoka katika viwanja vitukufu, unajibu hajafundishwa huyu, acha nimfundishe. Hapa hatukuja kufundishana, tumekuja kufanya ibada ya hija.
unaiharibu hija yako. Kama ni kitumbua unakitia mchanga, kama kitumbua unakitia mchanga kitalika hichi. Kwa hivyo mahujaji, viongozi, lazima tujenge utaratibu na nzuri kabisa ndani ya akili zetu na ndani ya tabia zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si katika sisi yule ambaye kwamba hamheshimu mkubwa wetu na hamhurumii mdogo wetu. Ina maana kama wewe ni mkubwa wa njia yoyote basi uheshimiwe, lakini pia ikiwa mdogo pia uhurumiwe. Tujenge heshima na huruma, tujenge heshima na huruma. Tunatarajia tukiwa na hivyo tutakuwa tumefuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mnacho kigezo kizuri nyinyi kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khudhu minni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mfumo wenu wa ibada. Nuski, Sheikh ataja nuski, kile kipande kinaitwa nuski, na ameita nuski kwa sababu gani? Ile bitaka, lakini kwa sababu kile kimepatikana kwa ajili ya mahujaji, kwa ajili ya ibada ya hija, ndio nafikiri wakabatiza wakaita nuski. Sawa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khudhu minni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mfumo wenu wa ibada ya hija, kama aliposema sallu kama raaitumuni usalli. Sawa. Swalini kama ambavyo mnaniona na swali. Kwa hivi tujifunze na kuchukua mfumo nzima wa ibada ya hija, tuachane makando yetu binafsi, tujue kwamba tumekwenda hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naam. Tabia zetu ni kwamba zinatofautiana. Tabia zetu ni kwamba zinatofautiana. Kwa hivyo utofauti wa tabia yako wewe iweke ile tabia ya mtume. Tabia yako ifuate ni tabia ya mtume. Uwe kama vile Nabii Yusufu kwa masahibu wake gerezani, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam na Saidina Abu Bakari walipokuwa wanasafiri na walikuwa pamoja. Ujue kwamba hili zuri ninalopelekea mimi, basi hili ndilo analolifuatia mwenzangu, na kuwa mwepesi mno wa kuomba samahani pale ambapo umekosea, lakini kuwa msamehevu kabla ya kumtaka radhi yule aliyekukosea. Mwambie afwan, umesameheka. Afwan, si amekukwaa anataka kutuomba radhi, afwan. Umesameheka kabisa. Yalla, nafikiri tutafika mahala, tutafika pazuri tu. Jengine, dhamana za watu. Dhamana, taasisi zina dhamana kama taasisi. Ila hii ni swala la uongozi, lakini nazungumza hili kwa maana najizungumza mimi mwenyewe binafsi. Kwa sababu khatibu anapotoa hutuba anatakiwa usikum awala binafsi bitaqwallah. Kwa hivi hii swala la uongozi mkuu labda, lakini mimi naondoka na dhamana mmedhaminiwa, lakini pengine pia nitakuwa nimepewa dhamana aina fulani. Kwa hivi lazima tuheshimu dhamana na tuheshimu taasisi na uongozi kwa jumla. Mfano, kila taasisi ni dhamana kwa viongozi, kwa mahujaji wake. Sijui ndivyo? Kila taasisi ni dhamana kwa mahujaji wake. Kwa hivi tuwasaidie wao wenye dhamana. Akitokea kasoro au tofauti mmoja katika watu ambao umeandikisha ni wako, basi tutakuwa ni masuala. Kule mazingira ya hija na mazingira yetu tunatofautiana, kama nilivyotangulia kusema. Kuna mtu ni mtulivu kwa kuwa hajaona jambo fulani, lakini akiona jambo fulani utulivu wake unafanya nini?
unaondoka. Kuna mtu anafadhaika kwa chakula tu, lakini kuna mtu anafadhaika kwa mazingira ya madukani tu. Sawa? Kuna mtu anababaishwa na kuona grupu tu la watu. Sasa kuona watu akachanganyikiwa, akahemkwa. Akakuta watu wanazungumza, akataka yeye awe ni mzungumzaji. Hizi ndio tabia zetu. Sawa? Kwa hivi hizi tabia kwenda nazo na tunazo wala hatuepukana nazo. Tujitahidi kusaidia. Kwani mfano kuna watu wanapenda kwenda madukani. Nikuta mara nyingi tu ukuta mtu anaenda dukani saa 8 za usiku ndio anarudi dukani, au anakwenda sasa dukani kwa sababu duka hapo. Okay, umekwenda dukani, umerudi salama, sawa. Umekutwa na tatizo saa 8 za usiku, fulani kapotea, fulani kagongwa na gari, fulani kapata, pengine kiongozi hajui na utaratibu sio. Mungkin kwamba tunasafiri na kina mama wako, akina mama wana umezao lakini taasisi pia ni masuli. Lakini kuna akina mama wana kaka zao, sawa, lakini bado taasisi ni masuli. Kuna akina mama wameruhusiwa tu na jamaa zao, nenda hii jamaa za taasisi fulani, kuna watu fulani wanakubalika. Sasa bado yale masuli uliokuwa nayo nyumbani na kwenye ile taasisi ndio yale yaliyobeba. Usifanye visivyo. Usende saa 7 za usiku dukani peke yako, kuna watu wenyeji. Sasa ukikutwa na tatizo, unatia tatizo taasisi. Hali hapo sio taasisi. Tunaambiwa mara hii itakuwa kwenye taasisi duka moja tu Beitha Tanzania, ndio. Kwa hivi imana unatia tatizo Tanzania. Tanzania Haji Mission. Sawa. Kwa hivi nchi nzima naweza ikaotokezea tukazuiliwa kwenda mahala kwa sababu yako wewe tu. Na si katika kwenda madukani tu, hata ziara. Kuna watu washakwenda zaidi ya mara 4-5. Mimi sina haja ya kuongozwa. Mimi najua ninakokwenda, najua ninachokifanya. Lakini je, taasisi inajua? Hii taasisi uliyokwenda nayo inajua? Tumefikia kwenye basi watu 30, watu 40. Mmoja akapungua, hatuwezi kuondoka mpaka tujue na mwenzetu yuko wapi. Kumbe kashanuma kashaenda wake anakujua huko. Unatafuta mpaka unaripoti polisi. Jamaa yuko wapi? Ni shughuli. Lau kama ungalikubali ule uongozi ukasema mimi natoka naenda mahala fulani. Ikifika dakika fulani sijaja, basi niko mahala fulani. Mimi naweza kurudi. Basi umesaidia. Lakini umetoka sina kujua. Kuna watu wanajua nchi nzima ule. Wala hana haja ya kuongozwa. Lakini utaratibu huwezi ukaenda ukafanya peke yako, ili lazima ungane na taasisi. Kwa hivyo taasisi imekubebea nini? Dhamana. Hususa kwa kina mama nyakati za dukani. Nafikiri kwa sababu ni wakati nzuri wa kufanya shopping. Watazawadi. Fanyeni kweli masurufu. Na Mwenyezi Mungu anasema hakuna vibaya kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Sawa? Moja katika fadhila ni kwenda dukani kuuza na kununua. Unaruhusiwa kujaji. Lakini uwe na taratibu, ufuate utaratibu. Usingojee watu wanataka kupumzika, wewe unatoka naenda dukani. Usijichoshe kwa ajili ya mambo yaliyokuwa hana haja sana. Si lilokupelekea kule. Lilokupelekea kule ni ibada. Kwa hivyo usije ukajichosha kwa ajili ya kwenda moli. Kesho ukajashindwa kufanya tawafu. Kesho ukashindwa kwenda Safa na Marwa. Kesho ukashindwa kwa pale Arafa, wewe unaomba utiwe dripu kwa sababu ya umezunguka sana. Kwa hivi tusichoke kwa mambo yasiyo na lazima. Ili tufanye ibada tukiwa na uchangamfu na pia kwa malengo maksudi, ambayo lengo maksudi ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nafikiri mimi nisimame hapa kwa ghafla moja
Kwa hivi kama kutakuwa na haja ya kulizungumza lolote inshallah, lakini sitaka kuzungumza taaluma ambayo kwamba tushaisoma. Hii kwa ajili mazingira ambayo tutakwenda nayo yanafanana kidogo nayo niliyozungumza. Billahi tawfik.